Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wa zamani walitumia sana karafuu? Si tu kama kiungo cha chakula, bali kama dawa. Na je, ni kweli kwamba kutumia karafuu usiku kunaweza kusaidia afya ya uzazi kwa wanaume pamoja na wanawake? Leo tutachambua ukweli huu kwa kina, kisayansi, kiafya na kwa uhalisia, ili ujue kinachofanya kazi na kisichofanya kazi ni kipi. Karibu kwenye chaneli hii. Kama bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba katika mada hii tukizungumzia karafuu na afya ya uzazi, faida zake kwa uhalisia, lakini pia na jinsi ya kutumia kwa usalama. Kaa hadi mwisho kwa sababu nitakuonyesha pia mambo muhimu ambayo watu wengi hawajui na yanaweza kufanya tofauti kubwa kwenye afya yako. Tuanze kuangalia karafuu ni nini? Karafuu ni maua yaliyokauka ya mmea unaoitwa Syzygium aromaticum. Ndani yake kuna kemikali muhimu kama eugenol inayopunguza uchochezi, lakini antioxidant zinazolinda seli na madini kama zinki pamoja na chuma. Antioxidant husaidia kupunguza uharibifu wa seli, yani oxidative stress, ambazo unaweza kuathiri ubora wa mbegu za kiume na afya ya mayai kwa wanawake. Kwa hiyo, karafuu inaweza kuwa na mchango katika afya ya uzazi, lakini si tiba ya miujiza. Kwa nini utumie usiku? Usiku mwili wako huwa kwenye hali ya kujirekebisha na kujenga upya. Ni wakati ambapo homoni zinarekebishwa, seli zinajenga upya, mfumo wa kinga unaimarika. Kunywa kitu chenye virutubisho kabla ya kulala kunaweza kusaidia mwili kutumia virutubisho hivyo kwa utulivu zaidi. Lakini ukweli muhimu, hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuwa karafuu lazima itumike usiku ili ifanye kazi. Hii ni zaidi ya mtindo wa matumizi, ni sheria ya kitabibu. Faida kwa wanaume. Kwa wanaume, karafuu inaweza kusaidia kwa njia zifuatazo. Kwanza, kuboresha mzunguko wa damu. Eugenol inaweza kusaidia kupanua mishipa ya damu. Hii ni muhimu kwa afya ya nguvu za kiume. Pili, kupunguza uharibifu wa mbegu za kiume. Antioxidant husaidia kulinda sperm dhidi ya oxidative stress. Namba 3, kuongeza afya ya jumla ya mwili. Afya nzuri ya mwili msingi wa afya ya uzazi. Lakini kumbuka, karafuu haitibu moja kwa moja matatizo makubwa kama upungufu mkubwa wa nguvu za kiume au tatizo la homoni. Faida kwa wanawake. Kwa wanawake, husaidia kupunguza uchochezi mwilini. Hii inaweza kusaidia mazingira bora kwa mfumo wa uzazi, lakini pia husaidia kulinda seli za uzazi. Antioxidant hulinda mayai dhidi ya uharibifu. Kuboresha afya kwa ujumla. Afya ya uzazi huanza na afya ya mwili kwa ujumla. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuwa karafuu husawazisha homoni kwa kiwango kikubwa. Faida zake kwa ujumla. Kwa ujumla, karafuu inaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza uchochezi, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kupunguza bakteria mwilini. Haya yote yana mchango moja kwa moja au wa mzunguko katika afya ya uzazi. Jinsi ya kutumia karafuu. Unaweza kutumia karafuu kama chai ya karafuu, unasema ni njia salama zaidi. Unaweza kuchemsha kikombe kimoja cha maji, weka karafuu 3 mpaka 5, chemsha kwa dakika 5 mpaka 10. Acha ipoe kidogo, kunywa kabla ya kulala. Unaweza kuongeza asali, tangawizi kwa faida zaidi ya mmeng'enyo wa chakula. Tahadhari muhimu. Hii ni sehemu muhimu sana. Usitumie kupita kiasi. Karafuu nyingi zinaweza kusababisha muwasho wa tumbo, kuasiri na kuwa na madhara mengine. Epuka kuwa na matumizi ya kama ni mjamzito
lakini pia una matatizo ya ini au unatumia dawa za kupunguza kiwango cha damu, uko mjamzito bila ushauri wa daktari. Kumbuka, asili salama ni kwa kila mtu. Kwa kifupi, karafuu inaweza kusaidia kuimarisha afya ya mwili na kwa njia hiyo kuchangia afya ya uzazi. Lakini sio dawa ya miujiza, sio mbadala wa matibabu ya hospitali. Afya bora ya uzazi inategemea lishe bora, mazoezi, usingizi mzuri na ushauri mzuri wa kitaalamu. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza alama like, lakini pia tuandikie maoni kupitia kwenye comment section. Kama ulikuwa kujiunga nasi, subscribe kwa elimu zaidi za afya. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.